Wapendwa, usiku huu ndio ule ambao ulimwengu uliusubiri kwa hamu kubwa kwa miaka mingi na kwa namna mbalimbali. Usiku huu ndio ambao sisi sote tukiungana na wenzetu wengi, mababu waliotangulia, unatuletea heshima, amani na furaha ya kweli. Huu ndio usiku ambao unatutoa sisi katika hali ya giza na kutuingiza katika hali ya mwanga. Na ndio maana liturujia ya siku hii ya leo inaanza na giza, inapambazuka na mwanga wa pekee sana. Na ndio maana kila mwanga ulipokuwa unaongezeka kidogo kidogo, hali ya furaha kubwa iliongezeka, ikawa fulu shangwe wakati ule ambapo tumeimba utukufu kwa pamoja kwa furaha na nderemo kubwa. Hongereni sana kwa sherehe ya Pasaka. Kila mmoja wetu ana haki, wajibu na anawiwa kusema asante kwa Mungu kwa ajili ya usiku huu. Lakini Pasaka ni nini? Pasaka inatokana na neno Pascua, lilokuwa ni neno la Kiebrania au Wayahudi walitumia nyakati zile, lakini hasa asili yake inatokana na lile somo tulilolisoma siku ya Alhamisi Kuu. Lile somo la kwanza ambalo lilikuwa linawaelezea wana wa Israeli walipokuwa utumwani kule Misri, na wakati ambapo Bwana aliposikia kilio na mahangaiko yao, alikusudia kwenda kuwatoa katika utumwa ule, na aliwaandalia mlo wa kula, mlo wa mwisho walioula katika nchi ya Misri katika utumwa, na wakapewa masharti namna ya kufanya. Kwanza wachinje mnyama, na ile damu ya yule mnyama aliyechinjwa wakaenda kuimimina katika nyumba zote za Waisraeli. Na baada ya kumiminwa kwa hiyo damu katika milango, wao wanaita miimo ya milango, yani kwenye kona zake za milango, basi wakala ile nyama. Tuliambiwa ilitokoswa, ikaliwa na mboga zenye uchungu, na walikula wakiwa wamefunga viuno vyao, wamevaa na viatu tayari kwa safari. Walipokula mlo huo, hawakula mlo mwingine tena katika nchi ya Misri. Usiku ule yule malaika aliyekuja kwa ajili ya kuwaangamiza wote ambao wanawatesa na kuwahangaisha wana wa Israeli, alipofika akaangalia damu iliyokuwa imemwagwa katika mlango, aliruka. Iko kitendo cha kuruka hiyo nyumba ndio kinachoitwa Passover. Yaani ndicho kinachoitwa Pasaka. Manake ni kuruka. Kwa hiyo waliruka kutoka ile nyumba na wakaenda nyumba zingine. Wakiangalia kuwa miimo haipo pale, wanaingia na kuwapiga wale wana ambao wako katika nyumba hiyo, ambao sasa walio wengi walikuwa ni hao wa Misri. Waisraeli walitekeleza agizo hilo kiaminifu, na ni kweli ule usiku ulikuwa usiku wa baraka kwao. Usiku huo huo, baada ya kumaliza maangamizi hayo, wakaambiwa sasa ondokeni, nendeni katika nchi, anzeni safari ya kuelekea katika nchi yenu, muondoke katika utumwa. Ndio wana wa Israeli wakaondoka hapo. Kwa hiyo neno Pasaka linatokana na hiyo Pasaka hasa ya Kiyahudi, ambapo walikula mlo wa mwisho kuelekea katika nchi ya ahadi. Na katika sisi leo tunasherekea Pasaka. Wenzetu walikuwa wanatoka katika utumwa wa kimwili kuingia katika uhuru ulio kamilifu. Sisi leo tunasherekea Pasaka tukitoka katika utumwa wa dhambi kuingia katika hali ya neema, ya baraka, ya furaha mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni Pasaka ile ile ambayo inabadilishwa tu maana yake kwa nyakati zetu, na hasa baada ya Kristo kuja.
Huyu Kristu ndiye anayeturusha sisi kutoka katika dhambi na kuingia katika hali ya neema. La msingi swali kwetu sisi, je, tumemimina damu katika miimo yetu ya roho zetu? Tumemimina hiyo damu kiasi kwamba huyo malaika atakapokuja akituona sisi aturuke tuingie kweli katika Pasaka ya kweli, au bado hatuna alama yeyote? Kwaresma ilikuwa ni kipindi cha kutafuta hizo alama za msingi zinazotuingiza katika Pasaka: alama ya kusali, alama ya kufunga, alama ya kutoa sadaka na kuwasaidia masikini. Alama hii unayo? Unaweza kusimama kweli kusema kuwa unasherekea hii Pasaka ukiwa na alama hizi? Ukiwa na alama hizi kweli wewe umepass over. Lakini kama huna alama hizi, wewe huja pass over, bado huko nyuma. Lazima upass over. Na ndio maana hata katika masomo yetu tulioyasikia, na hasa nimelipenda lile somo la 3, pamoja na kuwa somo la kwanza linaeleza historia ya kuumbwa kwa mwanadamu. Mwanadamu huyu ameumbwa, na mwishoni kabisa pale Mungu anasema hivi kuwa chochote alichokuwa amekifanya Mungu alikiona kuwa ni chema, tena ni chema sana. Kumbe hata sisi kuumbwa kwetu ni kwema, tena ni kwema sana. Lakini kaingia somo la pili, hapo katikati kuna stori nyingi zimepita. Kuna habari za kina Noha, kuna habari zile za dhambi, kuanguka kwa mwanadamu kwa kumtii Mungu. Kuna mambo mengi, kuna kuitwa kwa Abrahamu sura ya 12, lakini baadaye tunaletewa somo la pili, habari yake Abrahamu na jaribio kubwa ambalo anapewa. Ameahidiwa kuwa yeye atakuwa baba wa mataifa mengi. Kapata mtoto mmoja tu, Isaka. Mungu anaenda pale anamwambia, mtoe mtoto wako umchinje. Bila shida yoyote, bila kuhoji, bila kufanya nini, anatii, anakubali. Anataka, anachukua kuni na mtoto mwenyewe ndo anabeba kuni za kumteketeza yeye mwenyewe. Mtoto anahoji, anauliza, baba, mbona mikuni hii tunayo tena imenichosha mingi? Lakini huyo mwanambuzi tunaenda kutoa sadaka yuko wapi? Huyo mwanakondoo. Sasa twende mwanangu, Bwana atatupatia mwanakondoo huko. Kumbe yeye ndio kitoweo chenyewe, ndio kondoo mwenyewe wa kuchinjwa. Ungekuwa wewe, baba yako yeye anakufanyia hivyo, anakutoa kafara, ungekuwaje? Hebu tuseme ukweli jamani, wewe unatolewa kafara, ungekuwaje? Pangechimbika. Yaani ubaba ungekaa kwanza pembeni, shughuli nyingine ikaanza. Lakini yule mtoto anatii na baba anatii sauti ya Mungu, wanakwenda katika lile tendo lile la kutaka kutolewa sadaka. Mungu ndio anaweka mkono wake, anasema hivi kuwa nimekuona, nimeiona imani yako, hukunikatalia hata mwanao wa pekee, pamoja na ahadi zote nilizokupatia, mtwae kondoo huyo hapo mchinje. Tukimtii Mwenyezi Mungu, tukifuata amri na maagizo yake, tukilitii kanisa, Mungu atatupatia mwanakondoo, atatuonyesha. Lazima kwanza tuwe watii, tukubali, tuongozwe na Roho wa Mungu katika utume wetu na katika majukumu yetu. Mungu hashindwi sisi kutupatia kondoo. Inawezekana unapita katika mahangaiko mengi na makubwa katika maisha ya leo. Unafikiri kuwa wewe peke yako tu umekwama kuliko wanadamu wengine wote, na unafikia tu kukata tamaa. Usikate tamaa, nenda mbele. Haya majaribio machache katika maisha yetu, mengine yapo kwa ajili ya kukuza na kuimarisha imani yetu. Na tunapokuwa wazuri katika imani hiyo, Mungu anatutoa katika majaribio hayo na kutupa zawadi kubwa zaidi katika maisha yetu. Tumwamini yeye, na tukimwamini atatenda mambo makubwa kweli kwetu sisi. Na ndiyo maana wana wa Israeli wanapoondoka, wanapita katika ile bahari ile, tayari Musa anajikuta kuwa yupo katika ukakasi mzito. Maji yamejaa, wana wa Misri wanakuja na farasi na kila kitu kuwafuata hawa, wawachukue warudishe tena kwenye utumwa. Anamwangalia Musa, anamwangalia Mungu,
anamsikiliza Mungu. Mungu anamwambia kwa kutumia fimbo yako nyoosha hapo kwenye hayo maji. Ananyoosha, maji yanagawanyika, Waisraeli wanapita salama. Baadaye wamevuka hapo ng'ambo ya pili, tayari anawaita anamwambia Musa, nyoosha tena huo mkono. Wakati huo Wamisri wamo ndani ya maji. Wanapokuwa ndani ya maji pale, ananyosha mkono, maji yanaungana, wanakufa Wamisri pale na maiti zao zinaelea. Wana wa Israeli wanaziona, wanaimba ule wimbo walioimba hao mzuri sana, na muimbe tena kidogo ule. Na ukumbuka Nitamwimbia Bwana Mungu wangu, maana ametukuka sana. Ametukuka sana. Nitamwimbia Bwana Mungu wangu, maana ametukuka sana. Ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi wote Hiyo ni Passover nyingine ya pili. Passover ya kwanza waliila kule Misri. Passover ya pili wana wa Israeli waliikuta hapa kati, wamerushwa kutoka katika hiyo bahari, wanaingia nchi kavu, wanalikabili sasa jangwa. Hapo sasa wanaanza kukutana na miujiza mikubwa ya Mungu wanapoona Wamisri mabwana zao, maiti zao zikiwa zinaelea juu ya maji. Hivi unafikiri Mungu anashindwa kufanya jambo hilo kwako katika taabu na mahangaiko unayoyapitia? Mungu ana uwezo. Leo hii Mungu ndiyo ametutoa katika utumwa wa dhambi na amefanya huo muujiza mkubwa kwa usiku huu mtakatifu kwa kumfufua Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio maana tulikuwa tumeacha kuimba haleluya haleluya muda mrefu. Sasa hivi tunaziimba haleluya kama vile tunalipiza kisasi, na siku ambazo tulikuwa tuimbi haleluya haleluya zinakuwa nyingi sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi kubwa kweli aliyotujalia ya kuturudishia tena hadhi ya kuwa wana wake, kwa kufuta kabisa deni la dhambi ambalo alikuwa ametupatia. Kwa hiyo Mungu akinyoosha mkono wake yote yanawezekana. Aliwanyooshea wana wa Misri wakazama majini. Aliwanyooshea kwa kuwainulia wana wa Israeli, walipona katika maji na wakavuka salama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lazima tumuhimidi na tumuinue huyu Mungu wa kweli anayetuletea neema na baraka. Kwa namna pekee pia tumesikia kati ya masomo mengi, tumemsikia somo la Injili. Injili ya leo tunakutana na wakina mama. Wayahudi waliwadharau sana wakina mama. Kwa upendo wa Kristo, sisi nyakati zetu nyewe wakina mama tunawaheshimu sana. Lakini nyakati zile za nyuma Wayahudi waliwadharau sana wakina mama. Walionekana ni hohe hahe, hawana chochote cha pekee. Hawakuitwa kwenye mikutano, walikaa nyuma, walitengwa katika mambo mbalimbali. Hata katika matatizo yao ya kibiolojia walitengwa, wakakaa huko, wakaambia mimi msikae pamoja na watu. Hata katoto ka kiume tu kadogo kalionekana kana thamani kuliko bibi ambaye ni mwanamke. Kwa hiyo lakini Mungu leo anafanya mabadiliko. Lojiki ya Mungu ni tofauti sana na lojiki ya kibinadamu. Katika fumbo kubwa la pekee kabisa la ufufuko, kurudishiwa mwanadamu hadhi yake, Mungu anamuinua mwanamke, anakuwa wa kwanza kushuhudia tendo hili kubwa na la pekee. Anawainua ninyi wakina mama, hongereni sana.
lakini wanapewa ujumbe kama ninyi pia ambapo mtapewa ujumbe. Baada ya hayo yote kutokea, wakaambiwa waende wapi? Wakawaambie wanafunzi wao waende Galilaya. Hili ni swala la msingi sana, kwenda Galilaya. Waliwaambia, nendeni mkawaambie wanafunzi wangu waende Galilaya na huko wataniona. Galilaya ni sehemu, ni ukweli, lakini hakuwa na maana kuwa waende katika kijiji hicho cha Galilaya. Tunakumbuka kuwa Yesu wakati ameanza kuhubiri hadharani akiwa na miaka yake 30, alianzia kuhubiri huko Galilaya. Kwa anapowaambia waende Galilaya, anawaambia nendeni, angalieni kwenye Biblia mambo yote yaliyoandikwa mimi tangu nilipoanza pale Galilaya mpaka hapa. Huu ndio ushuhuda kwenu, hampewi ushuhuda mwingine. Kwa hiyo hata sisi leo tunaalikwa sote twende Galilaya tukaone ushuhuda wa Mungu wetu. Manake tupitie neno la Mungu, tusome neno la Mungu. Wale wenzangu na mimi wavivu kusoma neno la Mungu, Passover ya mwaka huu tuamshe tusome Biblia. Hata kitu kidogo, kipengele kidogo tu na kukitafakari kidogo katika ngazi ya familia, tufanye hivyo. Na mnatambua wazi kuwa mwaka huu tunakusudia kabisa kama jimbo letu kutembea na hiyo wazo la familia. Hasa baba na mama, ketini msome neno la Mungu, kwa sababu ndio taa, ndio mwanga wa maisha yetu. Familia isiyolipenda neno la Mungu, hiyo familia ina mahangaiko, ina mateso, haitakuwa na mwanga. Kwa hiyo turudi kwenye misingi, tusome neno la Mungu. Na tunaposoma neno la Mungu, tuwe tayari wainjilishaji wa wenzetu wengine, ili walipokee hilo neno na waishi nalo. Mkienda katika nchi ya Israeli, kuna katika mitaa yao kuna mtaa unaitwa Magdala. Huu mtaa Magdala ndipo ambapo alikuwepo huyu mwanamke, huyu mama ambaye anaitwa Maria Magdalena. Sasa ulipewa jina hilo la Magdala kutokana na umaarufu wa huyu Maria Magdalena. Na huyu Maria Magdalena pale alikuwa na saluni. Saluni hizi, wale wenye saluni mpo umwe. Maria Magdalena alikuwa na saluni maarufu sana. Na saluni tunajua tukuwa kuna vipodozi vingi. Uongo jamani? Na mnajua kuwa huyu Maria Magdalena ndiye aliyempaka Yesu mafuta alafu akamfuta kwa nywele zake. Kwa hiyo alikuwa na manukato ya hali ya juu. Alikuwa anachukua wapi anajua yeye, lakini alikuwa maarufu sana. Na kuna kitabu pale, ukibahatika kutembea kule, nunua hicho kitabu, kimeandikwa Secret of Magdala, yani siri ya Magdala. Ndio utakuta historia hiyo ya Maria Magdalena na jinsi alivyokuwa amefanya na kadhalika. Sasa pale Yesu katika safari zake nyingi alizokuwa anapita alikuwa lazima apite pale. Na kwa sababu yeye kipindi kile hiyo shughuli ya kutengeneza nywele kama ilivyo sasa hivi saluni zetu, wakina mama wanachukua muda mwingi sana kukaa kwenye saluni. Uongo jamani? Alikuwa na pesa. Yule Maria Magdalena alikuwa na pesa nyingi kwa sababu ya kusuka watu nywele kwenye hiyo saluni yake. Na kwa sababu Yesu alikuwa anapita mara kwa mara, alikuwa anapita anamkarimu chakula na nini katika maana nzuri tu, alafu anaenda zake. Lakini basi baadaye huyu Maria Magdalena ndio anakuja kupata neema na baraka, na kwa sababu hiyo wengi hawakumpenda Maria Magdalena na walimchukia, kwa sababu sasa hivi huyu mtu mbona ni mdhambi? Alionekana kama mdhambi hivi, hana maana, ni mdhambi hivi, kwa nini ampokee huyu Bwana wetu? Lakini baadaye Mungu anaonyesha muujiza wa kuwapokea hawa. Maria Magdalena akabadilika, akajitoa kwa Mungu, akawa analisaidia kanisa na mambo yote yakabadilika katika maisha yake. Wewe mama, kwa nini usijitolee kwa Mungu na wewe kama Maria Magdalena? Mama mpo? Mnajitoa kwa sana? Mjitoe zaidi sasa. Igeni mfano wa Maria Magdalena. Kati ya zawadi zote pamoja na hayo yote, lakini akawa wa kwanza kwenda kumuona Yesu aliyefufuka. Kuna zawadi kubwa kama hiyo tena? Ipo?
Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie tuishi hiyo. Enyi pia wana wapendwa ambao sasa mtapokea sakramenti ya ubatizo, igeni mifano ya watakatifu walio wema, miongoni mwao wakina Maria Magdalena. Muoneni Yesu mfufuka katika maisha yenu, katika roho zenu, na nendeni mkamwangalie kule Galilaya kwa kusoma neno lake na kuliishi katika maisha. Msiliseme tu kwa maneno, lakini pia kwa matendo yenu. Watu wakiwaona tu waione Galilaya ndani yenu. Watu wakiwaona wamuone Maria Magdalena ambaye ameona Yesu aliyefufuka. Ubatizo hauna maana kama mwezi kuishi kweli katika maisha yenu. Muombeni Mungu siku zote mkisali ili awajalie kweli kuishi kwa bidii kubwa ubatizo ambayo ni tunu kubwa katika maisha yenu, ambayo ni imani ya pekee. Tumsifu Yesu Kristo.